Habarini za mchana, wajumbe wa kamati ya halmashauri ya mkoa. Ninaitwa Isa Jumanne Miambo, ninatokea wilaya ya Nzega, ni katibu wa jimbo la Nzega mjini na ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa. Nafikiri nimesikiliza wito wa katibu. Toka uchaguzi ulivyokwisha, tumekuwa hatuna taratibu za vikao. Nafikiri ujio wa Salum Mwalimu ndo katibu alipiga simu akasema mgombea urais wa chama chetu anakuja kwa ajili ya kuwashukuru waliogombea naye na baadhi ya wanachama walioshiriki naye uchaguzi uliopita. Wakati huo tukiwa na taarifa za mitandaoni kwamba katibu mkuu taifa ametenguliwa au katibu wake wa taifa. Unapotengua katibu wa taifa tayari unaingiza mpasuko kwenye chama. Kwa hiyo waliokuwa hawako naye ukaribu katibu wetu wa taifa walijikita sehemu ya maamuzi ya kutenguliwa kwake. Na ndio maana unaona mpaka sasa katibu wetu amekuwa na wakati mgumu. Amekuwa na wakati mgumu kwa sababu ya marumbano ya kitaifa. Na haya mwenyekiti wetu anavyoonekana kabisa moja kwa moja dhahiri shairi kwamba anaegamia sehemu ya utenguzi uliotenguliwa kwa katibu wetu wa taifa. Na tunaweza tukasema hata huyo katibu wa taifa ametenguliwa kimakosa, kwa sababu viongozi wengi wa wilaya na majimbo hatukuwa na taarifa hizo. Baada ya kutenguliwa kwake tumeona kwenye mitandao tu kwamba ametenguliwa. Na hiki kinafanyika hata ndani ya mkoa sasa. Katibu wa mkoa hajawahi kufanya kikao chochote bila kushirikisha mwenyekiti. Na sisi toka uchaguzi ulivyopita hatujawahi kukutana hapa. Na hiyo tarehe 6 inayosemwa hatuijui. Na huko kutenguliwa kwa katibu wa mkoa tumekuja wengine hatuujui. Sisi tunajua tunakuja kufanya maandalizi ya mgeni anayekuja. Sasa haya anayoyafanya mwenyekiti kwa kweli hatuyatambui sisi kama wajumbe. Haya tumeyakuta hapa na amemtengua katibu wake hatufahamu. Toka tumeachana uchaguzi. Na bahati nzuri tunapoitishwa vikao sisi makatibu huwa tuna magrupu yetu. Jana baada ya katibu kuitisha kikao hiki tukaanza kuulizana kwamba tumeitwa kwa ajili ya Salum Mwalimu. Tunakwenda kumpokea kama nani? Tukasema tunakwenda kumpokea kama mgombea alikuwa anagombea 25. Na tunakwenda kumpokea kama mwanachama mwenzetu. Kwa sababu ametukumbuka kuja kutushukuru kwamba tulipambana naye ni lazima tumsogelee. Tukawa na hoja nyingi mitandaoni za kuulizana. Wapo waliosema mwenyekiti ametuzuia kabisa kufika kwenye kikao hicho. Na ndio maana kiongozi mwandishi wa habari umeuliza kwamba mbona hamtimii sana kwenye wajumbe. Wapo watu wamewekwa vitisho. Walikuwa wameshajiandaa kuja kwenye kikao hiki. Na hapa njiani tunakuja tunapigiana simu tunaambiwa, wanasema kabisa tumepigiwa na mwenyekiti tusifike hapo. Kwa sababu katibu huyo ameshamtengua. Kwa hiyo hata sisi wajumbe hatufahamu kutenguliwa kwake na hatutambui barua hii ya kutenguliwa kwa mwenyekiti. Sisi tunamtambua nani katibu? Tunamtambua kama katibu wa mkoa na ataendelea kuwa kama katibu wa mkoa. Hatuwezi kufanya kitu tukikanyaga katiba. Mimi naitwa ndugu Daudi Masanja Mahingule na ni mwenyekiti wa wilaya ya Chauma, wilaya ya Nzega. Na uchaguzi mkuu 2025 nilikuwa mgombea udiwani kata ya Kitangili, na jimbo la Nzega mjini lina kata 10 na mimi peke yangu nilikuwa ni mgombea. Na kwa kujibu swali hilo kuhusiana na taarifa hii ambayo ameitoa katibu wangu wa mkoa kwamba yeye ametenguliwa kuwa katibu wa mkoa, ndio nasikia hapa, ndio nasikia. Na kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa aliyemtengua, kuna kikao kilifanyika
Ni tarehe ngapi umesema? Tarehe 6. Kile kikao labda mimi sikupewa taarifa. Kikao hicho sikuhudhuria. Kama kulikuwa na kikao cha kumtengua katibu wetu wa mkoa, sikuwepo. Na katibu wangu kama alivyosema, katibu wa wilaya, na yeye vile vile hakuwepo. Na kuna mgombea wa kata ya Ndala, ndugu yangu hapa nani? Kasisko. Vile vile naye alikuwa ni mgombea. Sidhani kama alikuwepo kwenye kikao. Na kuna mheshimiwa mgombea aliyekuwa mgombea ubunge, sidhani kama naye alikuwepo kwenye kikao. Mimi binafsi kwenye kikao hicho sikuwepo. Na kama ndivyo, labda mwenyekiti wa mkoa alikuwa anamtania katibu wake. Kwa mujibu wa katiba, sidhani kama utaratibu ungefanyika kumtengua pasipo kuwafahamisha viongozi wa wilaya. Taarifa tungekuwa nazo. Na sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kikao hiki ni kwa ajili ya maandalizi ya aliyekuwa mgombea ubunge Mheshimiwa Salum Mwalimu, kwamba mgombea urais. Ina maana kikao hiki kingefanyika kesho Jumamosi. Kwa hiyo mgombea wetu urais Mheshimiwa Salum Mwalimu alikuwa anakuja. Hii ni kwa ajili ya kuzungumza na waliokuwa wagombea ubunge, waliokuwa wanagombea udiwani na uongozi kwa ujumla. Mimi nadhani ilikuwa ni jambo la busara sana, na ni jambo la busara kama mgombea urais, ni vizuri kukutana na uongozi, kukutana na wagombea wenzio, kukutana na wanachama kwa ujumla. Na kama alivyosema katibu wangu kwamba ametenguliwa ukatibu mkuu wa taifa, hizo ni taarifa za kusikia kwenye mtandao. Labda hayo angezungumza sasa kama kikao hicho kingefanyika. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.